Ndiyo, ilikuwa jana tariki 17 ambao tulisikia jeshi la M23 litaondoka. Basi tukaona gari zao, baadhi ya gari wanatoka na vitu wanaondoka, tukalala hivyo. Lakini mawazo yetu kama sisi raia tulikuwa hatuna uhakika, kwa sababu sio mara ya kwanza wao kusema vile na wataondoka. Kwa hivyo tulibaki na dugudugu hiyo tu, lakini ilipofika tariki 18, yani leo siku ya Jumapili, tukasikia milio ya risasi. Ilikuwa muda ya saa 11:30 ya asubuhi kwenye vilima, na hivyo tukasema basi hawa bwana ni kweli na maana kuwa hawakuondoka. Lakini milio hiyo ya risasi ilikuja na ongezeka kushuka kwa sababu ilikuwa kwenye vilima. Hatimaye ilipofika saa 4 kamili ukasikia masasi naanza lilia ndani ya mji wa Uvira, na kweli tukapitapita ndani ya mji, hatukuwa na uoga, kwa sababu hata tulijaribu kwenda kwenye makanisa, ila viongozi wakasema tusiingie kwenye ibada kwa sababu ya hali ya nchi sio sawa. Na hatimaye kabisa tukakamilisha kwamba wale wa bwana jeshi la M23 liliondoka kutoka katika jiji la Uvira, ila kitu ambacho hatukukifurahia ni jinsi raia walifanya kutoka na kwenda kuvunja nyumba za ndugu zetu ambao wanaishi kwenye kata la Bimalaki, nyumba za Wanyamurenge, kuvunja, kuchukua vitu, kuiba, donc pillage kwa. Ile kitu hatukuifurahia na tumelaani vikali sana, na mpaka sasa bado risasi linasikilika ndani ya mji. Ni hivi gisi nakwenda kusikia, na waza hata kwenye sauti unasikia risasi linalia. Mimi kwa macho yangu nimeshuhudia jeshi la wazalendo kwa macho yangu hayo nikaona gisi uwezi wanatoka na vitu na ndugu zetu Wanyamurenge. Hiyo nawaza ni paraporo na niliona na gisi tulisikia. Tumeshukuru zaidi serikali yetu kwa jitihada ambayo ameifanya, kwa sababu kutoka kwa M23 ndani ya mji wa Uvira si kwamba walitoka kwa nguvu za risasi, hapana, bali walitoka ni diplomasi. Tunapongeza rais wetu kwa hatua na jitihada ambazo anaendelea kuzitafuta juu ya nchi yetu ili kutafuta amani ya kudumu. Hakika Mungu ambariki, na bariki pia viongozi wetu wote ambao wanajumuika piganisha ili amani ikirudie kwa njia moja ama nyingine, bila kusahau viongozi wetu pia wa kijeshi ambao nao wanasimama pamoja na rais wetu ili kutafuta amani ya nchi yetu irudie. Kwa macho yangu hivi hapa naona jeshi letu linasogea la wazalendo, na ikiwezekana wanaweza wakatupa risasi wakati wowote ule. Kwa hiyo kwa sababu ya usalama, basi mimi nataka kuongea kwanza. Ndio hivyo. Asante sana, na Mungu aendelee kubariki.